Tunavyosema mchakato unaendelea, naamini hiyo michakato huwa ipo hivyo hivyo kwamba mchakato unaendelea. Nataka kikao hiki leo nyinyi wenyewe, sio mimi, mtaje hapa ni lini fedha zinaanza kuingia. Kwa sasa hivi mchakato upo mwishoni. Wameona timu yetu iko hapa kutokea Nairobi ya Finance wakishirikiana na ya Tanzania kuhakikisha hesabu zinaenda vizuri, na ofisi ya DG pia inalifahamu hilo na inasimamia kuhakikisha tunamaliza kwa wakati. Ndani ya wiki hii tutakuwa tumemaliza majumuisho yote ili kufikia wiki ijayo tuanze kutoa utaratibu mzuri wa kulipa hizo NCCF. Hatuendi kazini mpaka tulipwe. Mheshimiwa, tumekuwa tukizungumza na wafanyakazi muda mrefu yapata wiki mbili sasa, wanasema wako hapa ndani ya siku 16. Kwa hiyo sisi tunawapa update ya kila kinachoendelea. Malalamiko yao ya kwanza ni NCCF. NCCF ilikuwa na changamoto hapo mwisho, hapo mwanzo, sitaki kuanza kurudia sana. Tumezungumza na nyie jamani, naombeni muwe mashahidi. Tumezungumza sana. Anachotaka mheshimiwa hapa ni kusikia nini kinaendelea. Wafanyakazi wetu wamekuwa wakilalamika kwamba NCCF michango yao haiendi. Hapo nyuma kampuni ilikuwa ina changamoto, haikuweza kupeleka michango. Tulipopata fund, na wenyewe wanajua kabisa mpaka kiasi cha pesa kimepatikana sana mwishoni mwa mwaka jana, sawa. Hatuwezi kulipa tu bila kufanya majumuisho au reconciliation, kuhakikisha kila mfanyakazi anapata haki yake anayostahili. Kama ni fulani ana mshahara kiasi gani, mchango wake ni nini, na anatakiwa wekewe kiasi gani ili kuepusha mtu kudhulumiwa. Kwa hiyo kwa muda wa mwaka jana mwishoni mpaka sasa mchakato ni mkubwa, unaendelea kulingana pia na changamoto zilizokuwepo hapo katikati. Sitaki kuanza kumention moja hadi nyingine, lakini tulishazungumza. Kwa hiyo mchakato umeanza wa kufanya majumuisho ili kuhakikisha kila mfanyakazi anapatiwa haki yake anachostahili. Sasa hivi tuko kwenye hatua za mwisho, lakini sambamba na hilo hatukukaa kimya. Mwajiri aliweka kiasi cha pesa hapo nyuma karibia late September. Akasema pamoja na kwamba naendelea na mchakato, lakini ngoja niweke kidogo angalau wale waliostaafu na wengine waendelee kupata ili wasiendelee kudai kwa muda mrefu kusubiri. Tulifanikiwa kufanya hivyo na wastaafu baadhi yao walipata na tunaendelea kuwekewa michango yetu. Kwa sasa hivi mchakato upo mwishoni. Wameona timu yetu iko hapa kutokea Nairobi ya Finance wakishirikiana na ya Tanzania kuhakikisha hesabu zinaenda vizuri, na ofisi ya DG pia inalifahamu hilo na inasimamia kuhakikisha tunamaliza kwa wakati. Ndani ya wiki hii tutakuwa tumemaliza majumuisho yote ili kufikia wiki ijayo tuanze kutoa utaratibu mzuri wa kulipa hizo NCCF. Kwa hiyo NCCF ni watoe hofu wananchi au wafanyakazi. Ni wajibu wa mwajiri kulipa NCCF. Kwa hiyo tunashukuru kwamba wanafahamu kwamba ni wajibu wa mwajiri kulipa na hatuwezi kukwepa. Twende ile hoja ya pili. Hoja ya pili ya kuhusu mishahara ya wafanyakazi. Tulianza kwa awamu. Wafanyakazi wengi walikuwa wanadai mishahara muda miezi 3 mpaka 5. Lakini ukiuliza hapa hakuna mtu anayedai arrears kabisa. Kwa hiyo of course siku zote kipaumbele kinapewa watoto wakati wazazi tunaendelea kujitafuta. Kwa hiyo sio kosa. Mchakato unaendelea mheshimiwa. Wafanyakazi wa chini wote madeni yao yamekuwa cleared, wakulima wadogo wamekuwa cleared. Sasa management, huo ni mchakato wa pili ambao nao pia tunafanyia kazi. Kwa hiyo pia na yenyewe iko kwenye hatua za mwishoni na imani tu tutalikamilisha hivi karibuni. Wao wamesema ni zaidi ya miezi 10, ni kweli? Inatofautiana, of course hiyo namba naweza tu. Maana yake kwa majibu hayo ni kweli. Hilo la pili. La tatu, mimi napenda tuzungumze hapa ili nisiende kwenda kuongea tena huko. Tunavyosema mchakato unaendelea, naamini hiyo michakato huwa ipo hivyo hivyo kwamba mchakato unaendelea. Nataka kikao hiki leo nyinyi wenyewe, sio mimi, mtaje hapa ni lini fedha zinaanza kuingia. Lakini kama ulivyosema, umesema kwamba wanatofautiana viwango, kwa hiyo mnafanya sort up. Lakini maelezo ya bosi wako hapa mara ya kwanza alikuwa amesema ndani ya siku 2, ila sio mbaya. Wewe umesema wiki moja. Wiki moja inaisha kesho tu, au sio? Ndio. Kama ambavyo mmetoka mnavumilia, wiki moja inatutosha. Sasa kinachofanya mpaka muwe mnalipa kwa awamu kwa sababu mlichelewesha, manake malipo yamebebana.
Sasa hiyo mimi tafsiri yangu naona kuna uzembe ulifanyika huko nyuma wa kutokuwalipa kwa wakati. Hiyo tusirudi kama ulivyosema. Sasa mimi ni muumini wa makubaliano na nyinyi mnajua. Nataka hapa waseme wao lini pesa zinaingia. Ili kila mtu atakayetoka hapa ataje hiyo tarehe au huo mwezi. Halafu zisipoingia, mimi na nyinyi barabara iko hapo. Tunazuia magari, hakuna kupita hapo. Umeelewa? Nafikiri tukisimama wote katikati ya barabara hapo kuna gari itapita? Tunatengeneza jamu mpaka Makambako, tunatengeneza jamu mpaka Njombe. Dunia ifanye nini? Sasa sentensi ya mwisho dadangu, tuambie hapa hayo malipo lini yatakuwa tayari. Iwe hawa wachukue hiyo sentensi moja tu waende wakalale. Sawa, mimi nashukuru kwa opportunity na siwezi kumwangusha ndugu mheshimiwa hapa mbunge. Niliwaambia last time kwamba nipewe wiki, mchakato ukishakamilika. Unajua ukishapata sasa unadaiwa 10,000 ndio unaweza kuhitajia siku. Kwa hiyo naomba kwa ridhaa yako mimi nitakuletea hiyo date wiki ijayo. Jumatatu mapema nitaenda kwa mbunge mwenyewe, tutajisalimisha kwamba ni siku gani. Lakini kusema leo nitamke, sipendi kuendelea kuwa muongo. Hiyo wiki moja uliyosema ndio zile siku 2 mlizokuwa mnakadiria kule ndani? Ndio hizo. Hapana, hizi ya Jumatatu ni siku ya mkataba. Tutakuwa tumeweka sasa mahitimisho. Aha, zile siku 2 mlizokuwa mnasema ndani ya siku 2 ni nini hicho? Alikuwa amefikiri namna ya kuelewana, reconciliation team waliomba. Ndio hiyo ambayo wewe umepeleka wiki. Ndio hiyo. Hapana, wiki nimeweka kwa ajili ya mkutano baada ya reconciliation. Tutakaa DJ na sisi kwa ajili ya kufanya. Leo ni siku gani jamani? Jumatatu, manake bado siku 6. Mmenielewa? Yaani kufika Jumatatu anayosema dada hapa bado siku 6. Nyinyi mkikaa hizo siku 6 Mungu atawatunza tu. Zitafika. Mmenielewa? Iwe nyumbani unaunga, huna, siku 6 Mungu atakupigania. Tusubiri hizo siku 6 kama walivyosema. Na sisi tuko tayari kusubiri. Sasa dadangu, kama ulivyosema, hizo siku 6 hawa watasubiri kwa imani. Baada ya hizo siku 6 tutafanyaje jamani? Mbona wengine hamsemi? Mnafikiri nchi bila ubaba inaenda? Halafu yatima yeyote hakikisha unaungana na yatima mwenzio. Msipokuwa na umoja nyinyi mmeisha. Basi mimi nilimalize hivyo. Bosi wangu, wewe hujataka kusema neno? Nimeridhika na ulivyosema. Umeridhika? Basi mimi niwatakie kila laheri. Mimi naomba niulize, kwa hiyo siku 6 hatufanyi kazi kabisa, tunasubiri au? Nikuombee wafanye. Wafanye kazi. Sawa. Sasa umedanganywa vya kutosha. Miaka 7 inatosha kudanganya. Sasa tunakaribisha watu wawili tu wazungumze. Hilo la kufanya kazi au kutokufanya tutatoka na maamuzi dakika ya mwisho. Yangu naitwa Frida Jeremia Kidenya, ni mwenyekiti wa chama cha wafanyakazi Kibena. Kipekee kwanza naomba ni kushukuru sana mbunge kwa kufika kwetu hapa. Manake tulikuwa tumekaa tukajikuta kama tumetoswa. Ni kilio cha muda mrefu sana, lakini ujio wako tunaamini utazaa matunda. Tuseme tunashukuru sana kwa kile ulichokizungumza. Bila shaka na maelekezo mengi umepata kwa viongozi wetu. Hicho alichokisema kama wameahidi ni kweli, basi tutaona ukweli wenyewe, kwa sababu tumekuwa tukiahidiwa muda mrefu sana na tulikuwa tumeshakataa kabisa kwamba sisi hatutarudi tena chini ya mti hapa. Lakini kulingana na mazingira yaliyopo tumelazimika kurudi. Kwa hiyo tukushukuru sana mheshimiwa kwa ujio wako. Asante sana. Shida yetu kubwa tunachodai ni NSSF, ni miaka 7, tunaelekea mwaka wa 8 sasa. Tunakatwa, hata ile ya kwangu ninayokatwa mimi kule kwenye mfuko wa hifadhi ya jamii haiendi. Bali na ile anayochanga yeye mwajiri. Angalau ingekuwa basi hata ya kwetu tu sio mbaya, lakini ukienda NSSF pesa hamna. Ukirudi kwa mwajiri pesa hamna. Na wafanyakazi wanasema jamani, sasa hii pesa iko wapi? Kwa hiyo kilio chetu kikubwa ni hivyo, tupate
pesa yetu iingie kwenye akaunti yetu ili tuijue kesho yetu. Tukitoka hapa tunaenda kuishi vipi? Hivi changamoto kwa sisi kama junior hakuna. Lakini upande wa mameneja wenzetu kwa kweli wengine wana miezi 8, wengine 10 hawajalipwa mishahara yao. Kwa hiyo na wenyewe inafika wakati wanafanya kazi kwenye mazingira magumu, wana watoto wanasoma sehemu tofauti. Raundi iliyopita, wiki 2 zilizopita, wameamua kuchukua likizo mameneja wote. Tumefanya kazi wiki 2 nzima tukijisimamia wenyewe pamoja na general manager. Kwa maana walienda kwa ajili ya kutafuta wapate chochote angalau watoto waweze kwenda shule. Kuna wengine wako vyuo binafsi walirudisha watoto kwa sababu hawajalipa ada ya chuo. Mashaka yetu makubwa, pesa inaweza kawa inapigwa. Kwa sababu nitoka muda mrefu hapa sisi tuna biashara 2. Kuna hii ya chai na kuna ya nguzo. Lakini kilichokuwa kikifanyika ni kwamba kipindi nguzo inatoka, tunaambiwa nyie angalieni chai. Ikija kuonekana chai inatoka, tunaambiwa angalieni nguzo. Kwa hiyo tunachokisema ni ukweli kwa sababu tulikuwa tunaandika mihutasari na mihutasari tunayo. Na mara ya mwisho tumeahidiwa kwamba kuanzia tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka jana pesa ya nguzo itaanza kuingia. Kwa hivyo wafanyakazi tutaona NCCF zetu na mishahara tutalipwa kwa wakati. Lakini bahati mbaya hivyo vitu vyote havikuwa hivyo. Kuahidiwa tunaahidiwa lakini utekelezaji ni hamna. Asante.